Kwa majina naitwa Clement Mzize, mchezaji wa Young Africa na mchezaji wa Taifa Stars Tanzania. Nimewaita leo waandishi wa habari kutokana na jambo letu ambalo liko katika mkoa wetu wa Iringa. Jambo kubwa kabisa ambalo tunalileta kwenu, na hii sio mara ya kwanza kulitangaza, kitu tumekuja kwenu tena ili kitu hiki kiweze kuwa kikubwa na kiende kwa ukubwa zaidi. Tuko na mambo mbalimbali leo, hususan napenda kuwatambulisha masponsa wetu. Kama mnavyoona nyuma ya bango hapa, tuko na masponsa mbalimbali. Tuko na GSM, tuko na Asas, tuko na Masterlim. Hao ndio watu ambao wametusapoti. Masponsa wako wengi, ofisi ya mkuu wa mkoa, jeshi la polisi, tunawashukuru sana kwa kutusapoti katika jambo letu. Na tunashukuru sana kwa kutuunga mkono, na hata nyinyi waandishi wa habari pia mmekuwa chanzo kikubwa cha kutusapoti kwenye jambo letu. Kiukweli tunawashukuru sana. Na naomba maswali kutoka kwenu muweze kuniuliza ili niweze kujibu kwa ufasaha zaidi kutokana na jambo letu hili ambalo linaenda kufanyika tarehe 12 mwezi wa 7 katika uwanja wa Samora. Tumekuja kuwashika mkono watu wa Iringa ambao wana mahitaji, na tumeita washike mkono kwa sababu mbalimbali. Unajua watu ambao wana mahitaji tumesema tuwashike mkono kwa sababu tofauti tofauti, na tumeeleza hapo mwanzo kuna swala tunaenda hospitali, tunaenda mashuleni, na mimi nilikuwa bodaboda enzi hizo, kwa nitaenda kwa ndugu zangu wa bodaboda kuwashika mkono kwa chochote ambacho nitajaliwa, kuwajazia mafuta, helmet nitawapatia reflector. Kwa hiyo ni kitu kizuri, na ndio maana tumekuja na slogan ya washike mkono watu wenye uhitaji katika mkoa wetu wa Iringa. Idadi ni kama kwa ndugu zangu wa bodaboda naenda kuwashika mkono bodaboda kama 100. Nitawapa reflector, nitawapa hizo helmet, nitawajazia na mafuta. Na kwenye shule tutaenda kujenga vyoo, hospitali tutaenda kupeleka ultrasound. Kwenye shule na hospitali hakuna idadi, lakini chochote tutakachojaliwa basi tutapeleka, na siku ya mwisho mtaweza kuona ni kitu gani tumepeleka. Lakini kwa bodaboda ni kitu kama hicho ambacho nimesema tunaenda kujazia bodaboda mafuta, ambao watakuwa bodaboda 100 kwa mkoa wetu wa Iringa. Nimeona nikija Iringa huwa nafanya mwenyewe, lakini nimeona uitikio wa watu umekuwa ni mzuri na umekuwa ni mkubwa, nikaona ni bora nilifanye kwa ukubwa huu. Na unajua Iringa tumekosa burudani muda mrefu, hususan kwenye ligi kuu. Ligi kuu kwetu imekuwa haipo kwa sasa hivi, daraja la kwanza. Kwa hiyo kuna mastaa tofauti tofauti tunamiss kuwaona, tunawaona tu kwenye TV, lakini kupitia tamasha hili tutawaona mastaa wetu mbalimbali katika mkoa wetu wa Iringa. Tunaomba mtusapoti sana sana sana, na tumeweka kiingilio cha shilingi 3000, na kwa Mtanzania yoyote naamini anaweza kuhandle shilingi 3000. Na tiketi hizi tunauza, wewe ukitoa 3000 yako ni mmojawapo ya kuchangia na slogan yetu ya washike mkono, umekuwa ni miongoni mwa kuwashika mkono wale watu wenye mahitaji. Kwa hiyo ukinunua tiketi yako moja, ambao tiketi zetu ziko hivi jamani, tiketi zetu ziko hivi, ambao tiketi yetu ni shilingi 3000 katika mtu mmoja katika mkoa wetu wa Iringa. Kwa hiyo ukichangia shilingi 3000 basi na wewe umekuwa umewashika mkono wale watu wenye mahitaji. Kwa hiyo tujitokeze, tununue tiketi, tuujaze uwanja wa Samora. Naamini siku hiyo mtaenjoy kwa sababu watu ni wengi ambao wanakuja kutusapoti. Nimetaja wachezaji tofauti tofauti, Faisal Salum, atakuwepo Maxi Zengeli, atakuwepo Bakari Nondo Mwamnyeto, atakuwepo Kibwana Shomali, Dennis Nkane, Lomalisa Mutambala. Kwa hiyo kiukweli watakuja wachezaji wengi. Naamini siku hiyo wana Iringa mtaenjoy na mtafurahia na mtatamani tamasha hili liwepo kila mwaka, na naamini mtafanya hivyo kila mwaka liwepo tamasha hili katika mkoa wetu wa Iringa. Michezo ipo tofauti tofauti, kuna sanaa, kuna wanamuziki watakuwepo, kwenye football pia kuna watoto watacheza, kuna veterani watacheza, na sisi vijana wenye nguvu na mastaa wenu ambao mnawapenda, siku hiyo tutakuwepo ili tuwaonyeshe burudani iliyokamilika. Tunasema iliyokamilika kwa sababu naamini mnakuja kuenjoy
na kufuatilia mpira kwenye TV, lakini ukiwaona live basi naamini utaenjoy zaidi. Kiukweli mpaka sasa hivi tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tamasha letu limefikia 80%. Naamini mpaka ifikapo Jumapili basi 20% itakuwa imeshatamatika. Kwa hiyo naamini tamasha letu lina kubwa sana mpaka sasa hapa tulipofika. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Nitoe shukrani pia kwa mkuu wa mkoa, ni mtu ambaye ametusupport sana sana sana. Mwenyezi Mungu ampe moyo huo huo, aendelee kutushika mkono leo na hata kesho tukirudi pia. Tuko timu Mzize na timu Oscar. Yes, ambayo timu Oscar ni ndugu yangu ambaye anacheza Misri sasa hivi, lakini naye ni mwana Iringa na nadhani Iringa pia anajulikana sana. Kwa hiyo itacheza timu Mzize na timu Oscar, ambao kila timu itakuwa na mastaa tofauti tofauti. Huku kwa Oscar kutakuwa na mastaa tofauti na kwangu pia kutakuwa na mastaa tofauti. Kwa hiyo mje Samola hiyo siku itapike, watu waenjoy, waje waone mastaa, mje Festal anapopiga pasi zake za mwisho zile. Na pia ni fursa kwa vijana wa Iringa kwa sababu tutachukua vijana ambao wanaweza kuonyesha vipaji vyao na ikawa fursa kwa sababu tuko kwenye msimu wa usajili. Kwa hiyo inakuwa ni jambo zuri. Uwezi jua mchezaji unaweza ukapewa dakika hata 3, lakini kuna watu wanakuepo nje wanaangalia, wanaona huyu ni mtu ambaye ana potential na anaweza tukimchukua anaweza kafika sehemu fulani. Kwa hiyo tujitokeze vijana na inaweza kuwa ni fursa kwetu kwenye football ili tutimize ndoto zetu. Tanzania unajua wewe ni majeruhi. Hebu mwambie sasa hali yako ikoje? Kama hivi unavyoniona mimi niko sawa na niko salama kabisa. Yes, niko poa. Mzize, labda unatoa rai gani kwa wachezaji wengine kuwa na uzalendo kama huu kuweza kurejesha kwao japo kwa kidogo kwa kile ambacho wanakipata? Namshukuru Mwenyezi Mungu lakini nawasihi vijana wenzangu tuwe na moyo huu wa kujitolea kwa sababu ni kitu kizuri sana kurudisha kwa jamii. Hatuna kikubwa sana, lakini hicho tulichojaliwa kwa Mwenyezi Mungu basi tunakirudisha kwa jamii yetu, na ndio maana tumesema tuwashike mkono. Naamini Mwenyezi Mungu muda mwingine anatugaia riziki ili kuwashika mkono na wengine. Riziki sometimes zinapitia kwetu ili watu wengine waweze kufaidika. Kwa hiyo nawasihi vijana, hata kama sio mimi, kesho kuna mtu mwingine anahitaji kuanzisha kitu kama hiki, tunamkaribisha sana pia kwenye mkoa wetu wa Iringa ili aweze kufanya tamasha kama hili. Na Mzize, kwamba tumeona hapo wadhamini mbalimbali wengi, lakini kwamba labda timu yako ya Yanga kwa kiasi gani inakusupport katika hili kwa ile jema maalifanya? Kiukweli wamekuwa mstari wa mbele sana, na hata kipindi nataka kuanzisha hiki kitu niliwafuata ili waweze kunisapoti, na kiukweli mwitikio wao umekuwa mzuri, umekuwa mkubwa. Na kama kwenye tamasha letu mnavyoona, Alikamwe atakuwepo, Rivadinho atakuwepo, Aliwatani atakuwepo, wao wote wametoka katika klabu ya Yanga. Kwa hiyo ni support kubwa sana ambao wamenipa na nawashukuru sana sana sana. Kiukweli Mwenyezi Mungu awabariki na awape moyo huo huo kwangu hata kwa wengine ili waweze kufanikisha majambo kama haya. Serikali Iringa imechangia kwa kiasi gani pengine na ushirikiano ambao unapata kutoka serikali kwa? Kiukweli nashindwa kuongea, lakini ni kitu kikubwa sana sana sana. Serikali imekuwa kipaumbele cha mbele, na hata leo hii mkuu wa mkoa wa Iringa amenunua tiketi 1000 kwa ajili ya wana Iringa waje Samola waenjoy na kiukweli amekuwa mstari wa mbele sana, hususan serikali yetu na mkuu wa mkoa amenipokea toka mwanzo mpaka leo hapa tulipofika. Kiukweli namshukuru sana, na ndio maana nimesema Mwenyezi Mungu ampe moyo huo huo wa kutusaidia sisi vijana tunapoleta vitu kama hivi, na amekuwa mstari wa mbele na mpaka leo, na amehakikisha mpaka siku ya mwisho ili tamasha linaisha, basi yeye atakuwa mstari wa mbele na tamasha hili liweze kufikia pale tulipopataka, na wanailinga waenjoy na wajue kuwa mkoa wetu una vipaji ni vingi, una taasisi ni nyingi. Kwa kweli tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Labda mshike mkono, ina connection gani kuhakikisha kwamba mkoa wa Iringa unapata sasa unarudi katika ligi kuu? Zingatia kwamba tulikuwa na ligi kuu, sasa hivi hamna baada ya ligi kuu. Kiukweli nilishaongea hilo, lakini mkoa wetu wa Iringa una vipaji vingi sana. Tunatamani kuona ligi kuu. Hata kuna kipindi nilikuwa natamani, kuna vile viwanja vilikuwa vinafungiwa, hata timu ilete timu yao katika mkoa wa Iringa ili watu waone michezo ina thamani gani na michezo inaburudisha kiasi gani. Kwa hiyo natamani serikali yetu ikae na chama cha mpira mkoa wa Iringa waweze kuona ni jinsi gani waweza kufanya ili timu zetu za mkoa wa Iringa ziweze kufika ligi kuu na watu waweze kupata burudani na naamini mpira umekuwa ni, kuna wengine sio walevi, sio wa starehe mbalimbali, lakini mtu mwingine stari yake ni mpira. Kwa hiyo kukiwa na ligi kuu katika mkoa wetu,
basi wengine naamini vilevi vyao vitakuwa katika kwenda kuangalia mpira. Kwa hiyo tunawasihi mkoa wetu wa Iringa waweze kulisikiliza hili na waone ni jinsi gani wanaweza kulifanya ili mkoa wetu uweze kuwa na timu ya ligi kuu. Swali la mwisho kabisa, nani anatarajia kuongoza? Tunashukuru Mwenyezi Mungu, mgeni rasmi siku hiyo atakuwa ni mkuu wa mkoa mkoa wa Iringa. Tushampa taarifa na ameitikia na amesema siku hiyo atakuwepo na timu yake yote. Kwa hiyo tunawasihi wana Iringa siku hiyo tarehe 12 waweze kujaa uwanja wa Samora, kwa sababu viongozi wote watakuwa pale, tufurahi, mastaa watakuwa pale na tutatoa fursa kwa wakati fulani, kwa sababu naamini kila mtu anampenda mchezaji wake fulani. Kwa hiyo tutatoa pale programu ya kupiga nao picha itakuwepo. Kwa hiyo tujitokeze kwa wingi, tuje tufurahi na watu wajue kuwa mkoa wa Iringa kwenye masuala ya michezo basi wako kipaumbele kiasi gani. Kwa timu mzizi itakuwa ni kikosi chako cha timu mzizi kabla wachezaji kwa kikosi chako. Kwa ufupi. Kikosi changu mimi kama nilivyowaambia kina mastaa tofauti. Kikosi changu atakuwepo Faisal Salum, nitakuwepo mimi mwenyewe pale captain kabisa. Nitavaa badge yangu ile ya captain. Yes, atakuwepo Bakari Nondo Mwamnyeto, atakuwepo Dennis Nkane, atakuwepo Max Nzengeli, atakuwepo Kibwana Shomari, atakuwepo Msheli, atakuwepo Masalanga. Kiukweli wachezaji ni wengi, nikiwataja hapa naweza nisimalize. Lakini watu wakifika siku hiyo Samora, basi naamini wataenjoy na kuwaona watu wao mbalimbali. Kikosi chako kitoka na watu wa nje wa mkoa Iringa? Wapo. Yes, wapo kina Kibuga, wapo wale ambao nilicheza nao kipindi hicho ambao kabla sijaenda kwenye ligi kuu, na wao watakuwepo, kwa sababu naamini inawezekana ni fursa kwao pia kuonyesha walicho nacho na tukasupport mkoa wetu wa Iringa. Sio awepo Mzize tu na Oscar, wawepo mastaa tofauti, kwa sababu tukiandaa kitu kama hiki, kama tupo wengi, basi naamini kitakuwa kikubwa, kitakuwa na ukubwa ambao kwa mkoa wetu wa Iringa kitakuwa ni kitu bora sana. Nimeandaa na wachezaji wengi wazuri, lakini mi kwa upande wangu nataka hicho kitu iwe surprise, watu waje washuhudie wenyewe kwa macho yao, lakini na mastaa wengi na wachezaji wengi wenye uwezo mkubwa na tumejiandaa vizuri kuelekea huu mchezo ili tuweze kufanya vizuri. Lakini ukiachana huu mchezo, lengo kubwa ni kuwashika mkono wenye uhitaji. Kwa hiyo tungetamani watu wengi wajitokeze, kwa sababu tiketi kama mnavyoona ni shilingi 3000, lakini tiketi ni haiuzwi. Hii ni moja ya mchango kwa ajili ya kukamilisha jambo letu ili tupate kuwashika mkono wale wenye mahitaji. Kiukweli Iringa kuna vipaji vingi sana. Kuna wachezaji wana vipaji vikubwa, wana uwezo mkubwa. Ila changamoto ni opportunity ya kuweza kuonyesha kile walichonacho. Kwa ndio maana kupitia hii washike mkono, pamoja na kuwa tunahitaji kuwashika mkono wenye mahitaji, lakini kuna wale wachezaji ambao tumecheza nao, huenda kwa namna moja au nyingine wamekosa opportunity ya kuonyesha kile walichonacho. Kwa tunahitaji kupitia hili, mfano timu yangu nitachanganya baadhi ya wachezaji wa hapa ambao naamini wana vipaji na wana uwezo wa kuonyesha. Kwa kupitia hili nadhani itakuwa ni sehemu moja wapo ya wao kuonyesha uwezo wao na kupata timu za kucheza katika professional level. Timu yangu iko daraja la kwanza na ipo nafasi nzuri nchini Misri, second division. Kule wenzetu first division ni ligi kuu, second division ni daraja la kwanza. Yaani tofauti na huku kwetu tunavyosema Premier League, ndo kule kuna tofauti hivyo. First division ndo ligi kuu na second division ndo daraja la kwanza. Oscar, tunaona Mzize kaanzisha Mzize Foundation kama ya washike mkono. Labda una mpango gani kuweza kufanya kitu kingine kwa ajili ya maendeleo ya mkoa wa Iringa na Tanzania? Kiukweli ni jambo zuri na kuanzisha hili naamini ni mmoja wapo wa kushauri kwamba tufanye kitu, lakini kwa sababu mwenzangu tayari hapa ana jina kubwa kuliko mimi. Unaona, kwa hiyo tumeamua kutumia Mzize Foundation, lakini na mimi nikiwa ni miongoni wa ili kuweza kulitimiza hili. Kwa hiyo na mimi natamani ili tuendelee kulifanya moja kwa moja na huenda siku za mbeleni ikawa Mzize labda na Oscar hivyo kwamba foundation ya watu wote pamoja. Kama nilivyosema mwanzo, nataka nifanye surprise, lakini kuna wachezaji wengi watakuwepo. Usishangae hapa ukamwona Imamu wa shule, usishangae ukamwona Elshanawi. Kwa hiyo nataka nifanye surprise na naamini watu watajitokeza waje washuhudie wenyewe na kila mmoja siku hiyo atafurahi, na naamini kuna wachezaji wengi hamjawahi kuona na mtaona kupitia kikosi changu. Shukrani sana.